Unajua saa nyingine unapokuwa huna uhakika, unasema baba, unazungumza kitu gani? Unisikilize msichana. Unaweza asubuhi ukakutana kijana anasema nataka kuoa. Saa 5 ukapata message ya mtu anasema naomba nikuone, na wazo zuri kabisa, Mungu amenifunulia kwamba wewe ni mke wangu mtarajiwa. Ukienda baadaye sokoni unakutana na mwingine anasema kwa kweli jana nilipokuona kanisani niliona kabisa Mungu ananionyesha wewe ni wangu kabisa wa maisha. Inafika jioni kuna mwingine anakusemesha. Una watu 5 kufika jioni wote wanakusemesha unataka kuoa. Haiwezekani uolewe na 5. Inawezekana kuna mmoja au hakuna hata mmoja. Sasa unajuaje? Usijaribu kwenda kwa kubahatisha alafu ukasema ngoja niandike majina yao niweke kwenye kopo, alafu unasema abracadabra, 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 unazirusha huko juu, unafunga macho, unasema nitakayochukua Mungu na hiyo Roho Mtakatifu nionyeshe. Alafu unakuta umegusa mahali hamna karatasi. Kwa nini uishi kwa kubahatisha namna hiyo na kuna Roho wa Mungu ndani yako? Haleluya. Usiwe mvivu wa kuomba unataka kubahatisha. Alafu leo unaniambia kuomba lisali moja kujua mapenzi ya Mungu mahali pa kukanyaga ni shida. Haiwezekani kabisa. Inamaanisha ndani yako hujajua thamani ya kujua mapenzi ya Mungu. Hujajua thamani ya kupata uhakika wewe mwenyewe kutoka kwa Mungu. Na wengine unajua wanaanza akishapata namna hiyo majina 4 5 anaenda kumtafuta nabii wake. Au hakika wa kiume. Mama unisaidie kuomba, baba unisaidie kuomba. Na 5 kwa kweli sijui ni upi. Yote Mungu atakaye kuambia mimi nitatii. Wewe ni mtu wa Mungu, wewe ni mtu wa Mungu. Wewe unafikiri mchezo kama ni nabii hakika akatazama namna hii na nyumbani kuna mtoto wa kiume wa kwake hajaoa, alafu wewe umemletea majina mtoto wake hayuko. Wewe unafikiri ataweza kusema nini? Asema Bwana wa majeshi, hapa hakuna hata mmoja ambaye ni wa kwako. Anakuambia subiri neno la Bwana kutoka kwa mtumishi. Baada ya siku 3 unaletewa kijana wake. Na inawezekana hata kuokoka hajaokoka.